Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka vyanzo anuwai yalilenga kuzingatia na kudhibiti viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kimataifa, yaani ushahidi ambao mtu yoyote mwenye busara ya kutosha atauona ili kubaini hoja. Tume ilitegemea zaidi ushahidi wa taarifa mseto zilizokusanya kutoka vyanzo anuwai vya moja kwa moja na vya rejea, vile vile vielelezo hivyo vya kidijitali.